Karibu tena ndani ya habari zetu, muda wetu wa jioni wa saa 12:20 tunaendelea kuwapasha habari zetu ndani ya media Bukavu TV. Na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi na uendelee kuungana na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu ziwafikie mara kwa moja. Na kama unavyonisikiliza vizuri, endelea kutega sikio uelewe mambo tunaendelea kuzungumza katika media Bukavu TV katika muda wetu leo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na kuelekeza katika eneo ya mnara huyu. Tayari ukijua niko katika mnara huyu na waletea habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuja kupepua makaratasi moja kwa moja. Na kama kabla hujawahi kujiunga na sisi, endelea kufanya subscribe kwa sababu habari zetu ni sisi wenyewe tunaletea habari ya uhakika na habari ya muhimu, kwa sababu katika mada ya usiku na waletea mambo yameendelea kuwa katika ndani ya pembe ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja nafunga kurasa zangu, mara moja sikawie kwa kuleta habari zangu na wapeleka mara moja katika ndani ya mji wa Walikale. Hatua wanajeshi wa M23 katika tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, wanajeshi wa M23 walikuwa katika eneo ya hapo Walikale, sehemu ama vijiji tofauti katika kijiji cha Minjenje na kuelekea katika kijiji cha Mpeti. Wameondoka katika eneo hizi na kwa sasa, kumbuka, nia ya wanajeshi wa M23 walikuwa wanataka kuchukua eneo inayoitwa headquarters ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, inaitwa Pinga. Kumbuka Pinga ni katika ndani ya eneo kubwa zaidi ya wanajeshi wa FARDC, lakini Mwenyezi Mungu alijalia kabisa, hakuna tatizo yoyote. Wanajeshi wa M23 walikuwa wanataka kushika eneo hili, lakini kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliendelea kusimama daima kwa kweli kulinda upande huyu, lakini wanajeshi wa M23 waliamua kuondoka katika mji huyu wa Minjenje na mji katika eneo ya Mpeti. Lakini kuondoka ya wanajeshi hawa waliondoka vipi? Gari jana zilikuja gari mbili zaidi kubwa zaidi za fuso ama gari kubwa, lori kubwa mbili zilikuja kwa muda wa saa 8 wa mchana kukuja kuanza kuondoa wanajeshi kuwaweka katika magari hili. Na kwa sasa wanajeshi wengine walikuwa katika eneo ya huko Mpeti. Gari 3 zilikuja kuwachukua nao muda wa saa 10 wa magharibi tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, hiyo jana pamoja. Na hao walichukuliwa wote wakaelekea katika eneo tofauti. Lakini hili habari nataka kuwaletea sasa, watu wengi wamejiuliza maswali mengi. Kwa nini wanajeshi hawa wa M23 waliondoka lakini hawajafahamika mahali popote wameondoka? Kwa sasa wanajeshi walikuwa katika eneo ya Lubero, waliondoka lakini hawajaonekana katika eneo popote waliondokea. Hawajaonekana katika eneo kwa sababu watu wengi waliwaona wakiondoka, na katika eneo wale waliondoka tangu tarehe 24 waliondoka katika eneo ya Lubero katika masehemu tofauti, na waliondoka katika jana katika vijiji vingine, na leo waliondoka katika eneo zingine za huko Lubero, na hawajafahamika katika eneo waliondokea, hawajaonekana mahali popote. Kuna raia population walichukuliwa katika eneo ya huko Mpeti, eneo ya Kipesi na kuelekea eneo ya Kanunu, hawajaonekana na hawajarudi kwa sasa, na watu wengi waendelea kuwa na hofu tofauti. Na kwa sababu gani? Hawa waasi walienda wapi? Watu wengi wanasema hawa waasi waliondoka katika walienda katika mji wa Rwanda, lakini katika taarifa nyingine ninasema watu hawa walielekea katika mji wa Goma. Na watu wengi wamejiuliza maswali mengi sana, hawa watu wameenda katika sehemu gani katika eneo fulani? Lakini watu wengi wakajiuliza hawa waasi tayari wameendeka katika mji wa Goma, lakini katika taarifa tuko nayo waasi hawajaonekana mahali popote. Waasi hawajaingia katika mji wa Goma, waasi hawajaenda katika nchi ya Jamhuri ya Kigali. Kwa sababu gani? Watu wengi wamejiuliza maswali haya. Kumbuka tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na mpaka tarehe 18 mwezi wa 3 mpaka mwaka wa 2026, hatua ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Rwanda walikutana katika mji wa Amerika kwa kuongea kwa sababu ya kuleta upande mbili ya jeshi ya Jamhuri ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo kwa kurejesha amani, kwa kuondoa wanajeshi katika eneo tofauti ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa
Watu kwa sasa wanajua kama wanajeshi hawa wameondoka huko nchini Rwanda, lakini habari sio hivyo, kwa sababu hawajaonekana katika sehemu popote. Bunagana hawajaonekana, kwa sababu taarifa, tuko na watu kutokea eneo ya Bunagana wametuambia hakuna yoyote aliyopita katika eneo ya Bunagana, na hakuna ndege lilikuja kuchukua au wanajeshi katika eneo tofauti. Na kwa kweli inaendelea kuwa wasiwasi, kwa sababu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watu wamejiuliza masafiri ama usafiraji wa wanajeshi hawa kuondoka kuelekea wapi. Watu wengi wanajiuliza maswali mengi. Hawa wanajeshi wanaweza kwenda kujipanga upya ili warejee tena kuchukua eneo zingine tofauti, kwa sababu wanaweza kuwa wamezingatia kwa kuzubaisha wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama kuwa na kitumaini kusema wanajeshi hawa wamekubali katika mazungumzo ya Jamhuri ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kongo, kwa kuonesha kama inabidi waondoke katika sehemu tofauti, ili wakaaji population jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waamini kwa kweli wanajeshi hao wametafiri, kwa sasa walale usingizi mnono zaidi. Lakini katika diplomasia ama katika uchunguzi, katika kupepua makaratasi zetu katika ndani ya media ya Bukavu TV, watu katika eneo tofauti, na kama kumbuka, wanajeshi sio kama watu wanacheza mchezo wa karata. Kumbuka wanajeshi wana mpango moja mbili. Hata jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wana mpango zao katika uwanja wa mapambano. Hata jeshi la wazalendo wana mpango wao katika mambo ya uwanja wa mapambano. Hata jeshi la Burundi kama gisi linaendelea kusaidia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wana mpango wao katika uwanja wa mapambano. Kumbuka, mpango wa jeshi ya Burundi ni tofauti na mpango wa jeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpango wa jeshi wa Burundi ni tofauti na mpango ya wanajeshi ya IBU. Ni mpango wa wanajeshi wa Burundi ni tofauti na mpango wa jeshi ya waasi M23. Hata mpango wa wanajeshi wa M23 ni tofauti na mpango wa wanajeshi wengine, na mpango ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iko tofauti. Kumbuka, hata jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikifanya kazi na wanajeshi yote, kuna mpango zingine waweze kuwaeleza, kwa sababu hiyo ni siri ya wanajeshi katika uwanja wa mapambano. Na kwa sasa teknolojia ama technique de combat, wanajeshi hawa wa M23, kumbuka hatua waliondoka mji wa Uvira wakajipeleka katika sehemu ya uko Sange na kuelekea sehemu ya Kamanyola. Watu wengi tulifikiria kama Sange itakuja kuachiwa, watu wengi tulifikiria tayari Kamanyola itakuja kuachiliwa. Kumbuka, tutakuja kujua baadaye ndani ya sehemu ya hapa Luningu, eneo ya Lubero, kutakuja kueleweka wanajeshi hawa. Kuna wale wanajeshi walibaki kusipojulikana, kuna wale wanajeshi watakuja kuonekana tayari wako, kumbe hawajaondoka. Unaelewa vizuri kitu ninavyozungumza? Watu watakuja kushangaa na kuelewa, kumbe hawa wanajeshi wako eneo hili hawajaondoka tayari. Eneo ya Minjeje, tunajua Minjeje imeachiwa, tumejua Peti imeachiwa, lakini kumbuka kitu moja, wanajeshi hawezi kuondoka hivi hivi tu bila sababu. Wanajeshi wana mpango wao. Kumbuka kitu moja, muliona jana tarehe 27 tarehe 26 hapo ndani ya mji wa Goma, hatua Koloneli Nanga alikutana na umoja wa Inyo katika mji wa Goma kwa kufanya kusaini, kwa kuonesha umoja wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na amezungumza kusema upande yoyote wanajeshi wa M23 wako wameendelea kuhimiza, na hao wanakuja kufanya nini? Kukomboa na kurejesha amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unataka kunieleza Goma itakuja kuachiwa kweli? Katika unaona wazungu wameendelea kuingia katika mji wa Goma mara kwa mara katika eneo tofauti. Unaona Goma itakuja, ama katika ndani waasi watakuja kuondoka katika pembe lolote? Hamna yote. Kumbuka, watu wengi wamejiuliza maswali. Niliona watu wengine wanasema Goma itakuja kuachiwa, wengine wamezungumza Bukavu itakuja kuachiwa, wengine wanazungumza Uvira. Kumbuka hizo zote eneo zote Koloneli Nanga aliweka wazi jana tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2020 na 20 na ngapi? Na 26. Amezungumza katika eneo popote wanajeshi wa waasi wako, wanajeshi wa M23 wako, hakuna mahali popote kutazingatiwa, hakuna mahali popote kutaachiwa, kutaendelea kuwa katika eneo ya mikono la jeshi la waasi M23 kurejesha amani, kuhimiza raia kwa kuonesha ili upendo na amani umerejea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa kweli ameonesha na akatisisha katika mahali tofauti. Watu wangu, kupitia media Bukavu TV utaelewa mengi. Kupitia media Bukavu TV tutachambua, tukiwapeleka katika upande wa .0,
Leo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, muda wa saa 7:0 kuliendekana kulia masasi kwa nyingi zaidi katika eneo tofauti ndani ya 0 na kuelekea tayari katika eneo ya Minembwe huko juu. Madrone zimeendelea kushambulia tangu tarehe 25 kuelekea ufugaji. Wakaaji wameendelea kupiga sauti lao kusema kweli wamechoka na kupiga mabombe tofauti. Unafikiria wanajeshi wa M23 wataendelea kuacha huko? Kumbuka hatua ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kushambulia makambi za wanajeshi ya waasi M23. Wanajeshi wa Ngumino waasi aweze kuondoka mahali popote. Hili ni taarifa nimewaletea katika media Bukavu TV. Tuelewe, hii ni karata ndugu zangu, hii ni karata zinaendelea kuchezwa, na kwa kweli hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kama inaendelea kuhimiza kama gisi iko na gisi tuliona koloneli wa wanajeshi wa Twirwaneho anaitwa Fidele amezungumza kusema mambo yameendelea kupitikana katika eneo ya Minembwe na kuelekea zingine tofauti. Mapambano imeendelea kuzoza, mapambano inaendelea kuinuka kuwa zaidi, na kwa sasa kupitia hili habari ninaendelea kuonesha mambo yameendelea kuonekana ndani ya mji wa Bukavu. Tarehe 25 ndani ya mji wa Bukavu, tarehe 24 kulionekana drone zikisirikele katika mji wa Bukavu, lakini kwa muda kidogo masasi kaendelea kulia katika eneo ya Panzi, Nyantende, sehemu ya Sanse na katika sehemu tofauti. Wahunyi waliingia katika eneo tofauti kuendelea kuiba, lakini kumbuka hizi ni eneo ya wanajeshi wa M23 wanamiliki eneo hili. Ni vipi wahasi waliingia katika eneo hili bila kujulikana? Kupitia media Bukavu TV tutaendelea kujua mengi zaidi. Hatua tunawapeleka katika eneo ya Shabunda, eneo tofauti inaendelea kuzingatia wakaaji wa tofauti, eneo tofauti wanaendelea kulezesha na kuomba usalama katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuja kuwapeleka mara moja ndani ya mji wa Kinshasa. Katika eneo ya Kinshasa mnakumbuka tarehe 20 na tangu tarehe 25 mwezi tangu tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, hatua daktari ama daktari anayeitwa David Balengana anaitwa Dr. Medicine David Balenganai région de médecine. Cette personne ne peut plus toucher partie de paix parce que tous les faux de Tolonike. Huyu Davidi alifanya maarifu hapo mji wa Kinshasa. Hatua alichukua mama akizaa. Huyo mama alikuwa akizaa, akimwambia atoe mtoto, mama akamwambia anasikia uchungu kwa kweli. Daktari huyu pale ya kumuhimiza na kumuonesha mama atakuwa nzuri, alichukua uamuzi wa kumchapa, na huyo mama hako na mtoto akamtoa mara moja. Huyo mama alikuwa na mtoto katika hospitali ndani ya eneo hapa mji wa Kinshasa. Katika hospitali hili siweze kulitaja kwa sababu ni uchungu na itakuja inaweza kuharibu jina la hospitali hili. Huyu daktari David alifanya maarifu, hakuna tofauti ya kuwa criminal, hakuna tofauti ya kuwa muuaji. Huyo mama alimuthibitisha kabisa. Hawa alituonesha umoja, kuonesha kama madaktari hawa, inaonekana huyu daktari ni mwarifu. Alimchapa, kulikuwa madaktari upande lingine. Hawa madaktari walikuwa upande huyu, walichungulia, hakuna chochote walifanya. Mama alisimama kwenye kitanda, huyo akaanza kujimiza kwenye ukuta, akamwambia daktari, samani, nina uchungu. Lakini daktari alikuwa anampiga sehemu ya bunyo, katika sehemu ya makalio, na mama anavaa uchi na anazaa, na mtoto, kichwa ya mtoto iko sehemu ya siri ya kuzaliwa. Lakini maarifu haya alionekana na daktari huyu, ilibidi ashikwe na aende kuthibitishwe kwa kuonesha kama yeye ni mharibifu. Na kupitia media Bukavu, hili ni habari nimewaletea, mliona katika sehemu nyinyi wenyewe. Ngoja nitawekea katika skrini, mtakuja kuona, muone tayari kuna video siweze kuonesha. Haya tayari ni criminal. Huyu tayari ni muuaji. Watu wangu, ukiwa daktari una roho kama huyu daktari alionekana katika mji wa Kinshasa,
Madaktari tutaenda wapi? Kumbuka nyinyi madaktari ni nyinyi mnaokoa uhai ya watu, ni nyinyi mnaokoa watu wakifika mali ya kukufa, ni nyinyi mnasaidia watu waendelee kuwa bora zaidi. Na kama mnaendelea kuua watu katika hospitali, ndio maana ili tuonesha kama tayari kuna madaktari wanaua watu, kuna madaktari wanaua watu, mtu ni mzima na kufa kabisa, mtu yuko katika hospitali anazaa, kumbe ni daktari alimuua. Watu wangu, muelewe kile kitu kinavyoendelea katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ungana na sisi, utaendelea kujua mengi kupitia media Bukavu TV kwa habari zetu za jioni. Nimechamuka zaidi na kuna mambo mengi zaidi yanaendelea kunikasirisha, lakini ukiwa pamoja na mimi endelea kuonesha habari zetu za muhimu sana. Nawatakia jioni njema, tuwe pamoja kwa habari zetu za asubuhi muda saa 1:01. Waendelea kuwa pamoja tarehe 28 na wapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. I love you.